Ningependa kumshukuru Bernard Makachia kwa wazo lake la kibunifu. Nishati hii ambayo naitumia hapa, ambayo inatengenezwa, itaenda kutumika katika taasisi mbalimbali. Tulikuwa tunalenga taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100. Lakini sasa Bernard amevuka zaidi hapo, ameamua kuingia pia kwa wananchi. Kwa hiyo hizi kuni anazozitengeneza. Mtendaji wa kijiji cha Kitumba ambako mradi wa Kuni Smart upo na upo katika kitongoji cha Kisha ndani ya vitongoji vyangu 11 vinavyounda kijiji cha Kitumba. Mradi wa Kuni Smart ni mradi ambao unaokoa kwanza upishi kwa haraka, lakini pia majiko haya ya Kuni Smart yamesaidia sana juu ya swala zima la uhifadhi wa mazingira, kwa sababu kuni zinazotengenezwa hapa zinatokana na mabaki ya tuseme ni malighafi inayopatikana kwenye mazingira tunayoishi. Sambamba na hilo, inapunguza ukataji ovyo wa miti ambao ulikuwa ni ongezeko kubwa katika eneo letu, na utumiaji wa mkaa kwa uzaidi. Eneo letu kwa hali halisia limekuwa kama jangwa kama mnavyoliona, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakikata miti kwa ajili ya matumizi ya mkaa na kuni. Sambamba na hilo, kwenye eneo letu hili watu wengi wamekufa aidha kwa kukata mapanga, kwa kuonekana wana macho mekundu, kutokana na swala zima la kutumia kuni ambao zinasababisha moshi, na moshi huo ukimwingilia mama anakuwa na macho mekundu. Na hali halisia ya eneo letu hili katika swala la macho mekundu, wengi wanaamini ni kwamba ni uchawi au ni mshirikina. Nafikiri sisi kwa kuwepo mradi huu wa majiko banifu katika kijiji chetu tunajivunia. Wananchi wameona radha au hali halisia ya matumizi mazuri ya kuni hizi pamoja na majiko haya. Kwanza yanarahisisha upishi, na jiko hili likiwaka halizimi kwa muda wa haraka kama majiko mengine ya mikaa tunayotumia. Haya majiko yamesaidia kuondoa usumbufu kwa sababu moja, kipindi tunatumia kuni ni mama anapotoka hata shamba ni lazima atoke kule amebeba kuni, na hata kama atakuwa hajabeba ni lazima aje aanze kutafuta kuni ndio aanze kutafuta swala zima la upishi. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu kuni zinapatikana mahali hapa, ni rahisi mama kuwa amenunua ameweka ndani, akifika kutoka shamba au kwenye shughuli zake anafika anawasha, na jiko hili ni rahisi kuliwasha na linawaka kwa uharaka zaidi. Unafikiri pengine ilikuwa kufikia Watanzania wengi nini tofauti? Ili kuwafikia watu wengi, mimi natamani vyombo vya habari tunavyokutana hivi muendelee kutangaza mradi huu wa Kuni Smart na majiko yake jinsi yanavyotumika, ili tusaidie, na sambamba na hilo utasaidia nguvu kubwa anayoitumia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha Watanzania wanaondokana na utumiaji wa kuni na kuleta mazingira halisia ambayo yanatusaidia katika kuleta huduma bora ya upishi. Nafikiri Mungu Senga, mwenyekiti wa kitongoji cha Kisha, kijiji cha Kitumba. Kwa mradi huu wa Kuni Smart kwa wananchi wa eneo hili umetusaidia mambo mengi. La kwanza, umetusaidia mambo ya kupunguza ukataji wa miti katika eneo hili. Lakini kwa mradi huu wananchi wa eneo hili wanaozunguka kwa mradi huu, imekuwa hata tukipata changamoto wananchi, sherehe, msiba, tunakuja kuwazima majiko na tunapatiwa mikaa ya bure. Kwa hiyo wananchi wanazidi kushukuru kwa kiwanda hiki, kwa sababu wanasema kwamba Waswahili mchezo kwao kutunzwa. Kwa hiyo tunazidi kushukuru sana. Lakini pia kama mimi mwakilishi wa kitongoji hiki cha Kisha, wananchi wameshukuru sana kwa hili jambo lililofanyika katika kitongoji. Majina yangu naitwa Spirina Akelo Kagose. Kwa majina yangu naitwa Spirina Akelo Kagose, mkaaji wa Igudija B, Majengo Mapya Kusini. Nimefurahi kuja hapa leo tarehe 28 katika mwaliko huu wa wanawake. Wanawake kipindi cha nyuma tulionekana tunanyanyasika sana, hasa kuhusu kuni.
Kuni inafika wakati tunaenda milimani kukata kuni, kuchanja kuni. Tunapoenda kule tunakutana na vitendo vya kikatili kama vile kubakwa, kufanyiwa vitendo visivyostahili. Kwa hiyo tukaona tutajimuduje, tutafanyeje, lakini Mungu ni mwema. Kutokana na juhudi za mama yetu Samia Suluhu Hassan na hasa wawekezaji katika maeneo tofauti tofauti, tunapokuwa tukitembea, tumeshukuru kwa kampuni hii. Leo imetukumbuka na sisi kama wamama wa Kisesa, wamama wa Igudija, wamama wa majengo mapya, kutupa fursa hii ya kutujali, hasa kupata hatua nyingine ya mkaa wa kutumia vitu vichache ambavyo ni kama vile magunzi, uchafu, randa za mbao, vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi. Wakati mzuri wa kuweza kuwa na nishati safi ya kupikia ambayo ilifunguliwa mwaka jana mwezi wa 5. Makofi kwa Mama Samia. Katika kampeni hii tumeona jitihada mbalimbali zimefanyika kuweza kuondoa nishati chafu ambayo imekuwa ikitumika. Kampeni mojawapo ambayo inavuma kwa sana ni kampeni ya majiko ya gesi kama alivyosema mwakilishi wa Wizara ya Nishati. Tunashukuru kwa kampeni hiyo ambapo tumeona majiko yamekuwa yakigawiwa sehemu mbalimbali. Katika wilaya yetu ya Magu bado sijaona, sijui kwa kuwa mimi ni mgeni, lakini sijaona kwa Magu. Ningeomba na penyewe tuweze kuletewa hayo majiko ndugu yetu kutoka Wizara ya Nishati ili wananchi waweze kuyapata. Lakini nashukuru pia kwa ajili ya jitihada ya ndugu yetu. Kabla ya kupata hayo majiko ya gesi, tumeweza kupata mwekezaji mmoja ndugu yetu Bernard Makachia ambaye ameweza kutunusuru wakina mama wa kitongoji hiki wa kijiji hiki cha Kitumba pamoja na wilaya nzima ya Magu kuweza kutengeneza majiko banifu. Hongera sana ndugu yetu. Majiko haya natumaini wananchi watayaelewa leo kupitia vyombo hivi vya habari vilivyokusanyika leo na kuweza kuyatumia. Katika kampeni hii itaweza kutupunguzia madhara mbalimbali. Madhara makubwa ndugu zangu kina mama yanayoweza kutokana na nishati chafu ameweza kuyagusia ndugu yetu mwakilishi kutoka Wizara ya Nishati. Kwanza kuna macho. Moshi ule tunaotumia unaumiza macho. Macho yanaweza kupata mtoto wa jicho, hatimaye ukapelekewa kufanyiwa operation na ikiwezekana unaweza ukapofuka jicho. Vile vile macho yanakuwa mekundu ambapo baadaye unaitwa mchawi. Tunajua kina mama olobi sana misokaza yabiza kide. Ole nogyangu. Imebidi niweke kilugha cha kwetu. Pia moshi ule unaathiri vifua. Utakuta mtu anavuta moshi anapopikia, hasa unapopikia kibanda cha jiko ambacho aidha hakina dirisha au kina dirisha dogo. Vijijini mara nyingi hatuweki ile inaitwa kwa Kiingereza inaitwa chimney. Hatuweki ile tanuru ya kutolea moshi kwenda juu. Kwa hiyo utakuta mama anapika huku analia. Sasa ule moshi unapovuta sana hivyo kwa miaka unaweza kutoa kifua. Ukapata kifua. Kwa hiyo inatusababishia madhara vile vile. Madhara mengine yameweza kuelezwa au yameweza kuonekana ni kutafuta kuni kwa mwendo mrefu. Tumekuwa wakina mama tukipoteza muda mrefu kutafuta kuni.